We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. Baada ya kusubiri kwa takribani saa 21 ili kuweza kupata kile ambacho kimeafikiwa pale Islamabad, Pakistan, katika mazungumzo ya amani kati ya Marekani pamoja na Irani yakisimamiwa na Pakistan, hatimaye jibu limepatikana ya mazungumzo hayo ya takribani saa 21. Rasmi sasa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Irani yamegonga mwamba na wameshindwa kufikia makubaliano pale Islamabad nchini Pakistan. Jambo ambalo linatisha kwa kiasi kikubwa sana, na sasa kila mmoja anarejea nchini kwake. Mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran yaliyofanyika Islamabad, Pakistan, yamegonga mwamba baada ya saa 21 za majadiliano bila kufikia makubaliano ya kumaliza mgogoro kati ya Marekani pamoja na Iran. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema kuwa Irani imekataa masharti yaliyowekwa na Marekani, huku akisisitiza kuwa bado kuna nafasi ndogo ya makubaliano ikiwa Iran itabadilisha msimamo wake. Hawajakubali masharti yetu. Hii ndiyo ofa yetu ya mwisho na bora zaidi, alisema Vance. Mazungumzo hayo yaliyodumu hadi alfajiri yalikuwa ya kihistoria, yakihusisha maafisa wa juu kutoka mataifa hayo mawili kwa mara ya kwanza kwa kiwango hicho tangu mapinduzi ya Kiislamu. Pamoja na jitihada hizo, tofauti kubwa zimeendelea kubaki kati ya pande hizo, hasa katika masuala nyeti kama udhibiti wa mfereji wa Hormuz, mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo, fidia za vita, kusitishwa kabisa kwa vita katika ukanda mzima Mashariki ya Kati. Kwa upande wa Iran, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Esmail Bagei amesema mafanikio ya mazungumzo yanategemea Marekani kuheshimu haki na maslahi halali ya Iran. Sasa mazungumzo ambayo yamefanyika Islamabad nchini Pakistan kati ya Irani pamoja na Marekani yakisimamiwa na Pakistan, ambaye Waziri Mkuu Shehbaz Sharifu amehusika kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuratibu mazungumzo haya. Na kitu cha pekee ni kwamba kwa mara ya kwanza tangu mapinduzi ya Kiislamu, mazungumzo yote yaliwahi kupita huko Marekani na Iran hayakuwahi kuhusisha ana kwa ana, lakini mazungumzo haya Spika wa Bunge Mohamed Kalibafu pamoja na J.D. Vance waliweza kukutana ana kwa ana kuweza kuzungumza. Lakini alfajiri ya leo J.D. Vance alipokuja kuzungumza na waandishi wa habari, ameweka wazi kwamba mazungumzo hayo yamefeli kabisa na Iran wameshindwa kukubali matakwa ya Marekani. Kumbuka, Marekani ilikwenda mezani ikiwa na vipengele vyake 15, lakini Iran ilikwenda mezani ikiwa na vipengele vyake 10. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kusababisha mazungumzo haya kufeli ni kuhusu udhibiti wa mfereji wa Hormuz, lakini mpango wa nyuklia wa Irani, lakini pia kuondolewa kwa vikwazo, lakini pia fidia za vita pamoja na kusitishwa kabisa kwa vita katika ukanda mzima Mashariki ya Kati. Ni mambo ambayo yamesababisha mazungumzo haya kufeli. Kwa kweli ni kitu cha kusikitisha sana, kutokana na hali halisi ambayo Pakistan ameweza kupambana kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba analeta amani katika ukanda Mashariki ya Kati, lakini vile vile analeta amani kati ya Irani pamoja na Marekani. Ni hatua ambazo kwa kiasi kikubwa sana zinaibua wasiwasi mkubwa kidiplomasia, kwa sababu hata mapema tu rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba haijalishi mazungumzo hayo yatafanikiwa au la, lakini anachojua yeye ni kwamba watashinda na wameshinda na wamewapiga vibaya sana Iran. Yani ni kauli ambazo Marekani ilikuwa inajua kabisa kwamba mazungumzo haya hayatoweza kukubalika, yani hayatoweza kuafikiwa, kwa sababu kama viongozi hawa, maafisa kutoka nchini Iran, maafisa kutoka nchini Marekani wanarejea katika nchi zao, ni kitu ambacho kinaibua wasiwasi mkubwa, kwa sababu je, kama vita vitaendelea au Iran bado atazidi kuweza kufanya mashambulizi au Marekani atazidi kuingia vitani, bado kunaibuka sintofahamu kubwa kuhusu mazungumzo haya ambayo tayari yamekwisha feli huko nchini Pakistan katika jiji la Islamabad. Sasa mtazamaji, hiyo ni taarifa ya awali kabisa ambayo makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amezungumza kwa ufupi tu haraka na waandishi wa habari, akielezea kwenye jinsi gani ambavyo mazungumzo yamefeli na Iran imeshindwa kukubali matakwa ya Marekani. Nitakuletea kwa kina zaidi mtazamaji wetu taarifa inayofuata hapa. Cha msingi ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.